Naitwa Majid Mjengwa, ni mkurugenzi wa shirika lisilo la kiserikali la Karibu Tanzania Organization, kwa kifupi KTO. Sisi tunafanya kazi kwa karibu na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kupitia vyuo vya maendeleo ya wananchi. Kwanza nimefurahi kuona umuhimu wa banda hili la vyuo vya maendeleo ya wananchi ambavyo vipo 55 nchi nzima. Ni vyuo ambavyo vimepata maelezo yake, lakini kubwa ni maono ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ya tangu mwaka 1975. Tunazungumzia nusu karne. Mwalimu aliona mbali. Mwalimu aliona kile ambacho leo tunakitekeleza, tunakifanya kuhusiana na elimu ya amali, masuala ya ujuzi. Aliona umuhimu wa vyuo vya maendeleo ya wananchi. Wazo hilo lilipokuja vikaanzishwa na leo viko 55 kwenye chuo cha maendeleo ya wananchi. Unapozungumzia ile paa moja chini, kuna elimu ya folk and adult education, kwa maana kujiendeleza. Yule aliyeishia darasa la 4 la 5 anaweza kwenda kwenye chuo cha maendeleo ya wananchi akapata kujiendeleza kielimu, akafika mbali zaidi. Aliyekatishwa masomo kutokana na sababu mbalimbali, au wa kike wa kiume, anaweza kwenda kwenye chuo cha maendeleo ya wananchi akajifunza. Mlango wa pili wa mwalimu aliouona katika ile triangle, pembe tatu, ni vocational training, elimu ya ujuzi ya ufundi, na ndio tunaona amali leo. Ndio maana hiyo mwalimu aliona mahala hapo pamfundishe mtu seremala, pamfundishe mtu ufundi wa magari, ufundi wa umeme wa majumbani na kadhalika, uchomeleaji, vitu mbalimbali vinafundishwa kama mlivyoona kwenye mabanda haya. Lakini mlango wa tatu mwalimu aliouona, muhimili wa tatu, ni masuala yenye kuhusiana na maendeleo ya wananchi, kwa maana ya jamii. Wananchi lazima wawe na sehemu kubwa kwenye chuo cha maendeleo ya wananchi. Ndio maana chuo cha maendeleo ya wananchi kinaathiri kwa uchanya maendeleo ya kilimo katika eneo husika. Wakulima wanaweza wakapata kozi fupi, wanaweza wakapata mafunzo ya siku 3 mpaka wiki 1 au wiki 2 kuhusiana na kilimo chao au ufugaji wao. Kwa hiyo jamii ina nafasi kubwa kwenye vyuo vya maendeleo ya wananchi. Sasa sisi wa KTO ni wadau kama wadau wengine, tunashirikiana na Wizara ya Elimu kuhakikisha kwamba tunatekeleza yale ambayo ni mipango ya Wizara ya Elimu katika elimu ya Tanzania kwa ujumla wake. Na katika hilo tunaangalia pia dira ya maendeleo 2050. Hata vyuo vya maendeleo ya wananchi vina sehemu kubwa kwenye utekelezaji wake, kwa sababu inasemwa ni moja ya njia za kufikia utekelezaji wa dira ya 2050 ni ujuzi, na unapatikana kwenye vyuo vya maendeleo ya wananchi. Na sisi wa KTO ni sehemu ya kuhakikisha kwamba tunachangia kwenye kuhakikisha hayo yanafanyika kupitia program 3. Elimu haina mwisho, mmeisikia, inahusu waliokatishwa masomo kwa sababu mbalimbali, wanapata ujuzi, wanamaliza sekondari yao. Lakini kuna elimu yenye kuhusiana na mpira. Hapa nyuma mnaona mipira hii inatengenezwa hapa Tanzania kwenye vyuo vya maendeleo ya wananchi. Leo tunapozungumza tayari wamepita watu wengi hapa wakitoa oda. Kuna mpaka oda kubwa kabisa ni ya mipira 160 inatakiwa izalishwe. Hiyo ina maana ya ajira kwa vijana kwenye vyuo vya maendeleo ya wananchi. Anayejua kushona mpira anajua kushona kiatu. Kwa hiyo mtu huyu hawezi akalala njaa. Kwa hiyo hilo nalo lipo katika vyuo vyetu. Wanajifunza ukocha, urefarii, uongozi wa michezo. Waliokuwa nyuma yangu wote hao mnaona ni makocha. Ndani yake hapo kuna kamisa, lakini ndani yake hapo kuna viongozi wengine hawapo hapa, wapo kwenye sehemu nyingine, ni viongozi wa soka la wanawake, lakini soka kwa ujumla wanaaminika na TFF. Staa wa mechi za ligi ya daraja la kwanza katika Tanzania anaweza kusimamia mpira. Lakini programu ya 3 ni malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Ni muhimu sana, na huku kuna vyuo 15 vyenye kutekeleza programu hiyo. Zamani serikali ilikuwa na chuo kimoja tu cha Kisangara pale Same. Leo kupitia ubunifu wa KTO na wizara, kuna vyuo 15 vyenye kuchangia wale wanaenda kufanya kazi kwenye daycare center wapate kujua child psychology, saikolojia ya mtoto na mengineyo yenye kuhusu malezi, makuzi na maendeleo ya mtoto. Na siku zote nchi haiwezi kuendelea, jamii haiwezi kuendelea kama usipoangalia chini kwenye malezi ya watoto. Kwa hiyo yangu ni hayo tu kwa uchache juu ya kile kinafanyika kwenye wizara kwenye vyuo vya maendeleo ya wananchi, na kubwa kabisa ni serikali ya awamu ya 6 ya Dr. Samia Suluhu Hassan iliyowekeza kwa ukubwa sana kwenye vyuo hivi, na wizara yenye kusimamia utekelezaji wa programu za serikali kupitia wizara husika, kwa maana Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Asanteni sana.